Kipindi sisi tulikuwa tuna ghetto. Yeye ni mwanangu. Aliniombea mimi nilale kwa washikaji wake afu yeye akanalala. Africans area but 7 Hits Media tumekiwasha. Bwana, mambo vipi mdau wa 7 Hits Media? Leo ikiwa ni siku nyingine tunakutana tena kwenye viunga vya 7 Hits Media. Unayemwona hapa atakuwa sio mgeni sana kama utakuwa ni mdau ambao unafuatilia 7 Hits Media, anafahamika kama Mwanji MC. Bwana, leo tumepata wasaa wa kupiga naye story kwa sababu Mwanji bwana ameshakinukisha huko mjini YouTube na mitandao ya kijamii yote ambavyo kama unavyofahamu kwamba Mwanji MC amedrop ngoma yake ambayo inaitwaje ndio hapo? Sina imani na mapenzi. Kwa hiyo leo Mwanji amekuja hapa tuidiscuss kidogo ngoma yake, lakini pia tupige story kuhusiana na muziki wake ikiwa huu ni mwaka mpya au mwaka 2026. Kama nilivyoana, jina langu naitwa Duli Tony, nafahamika hivyo kupitia mitandao yote ya kijamii. Bwana, karibu sana. Nikikukaribisha na maanisha kwamba wewe ni mwenyeji sana katika 7 Hits Media na hii ni mara nyingine. Kwanza tuanzie hapo, Sina Imani ni kwa nini kama title ya muziki ikawa inaitwa Sina Imani? Sina Imani hiyo ni idea. Idea ilitokana na nini sasa mpaka ikafika kwenye Sina Imani? Hiyo ilitokana na mwanangu mmoja hivi anaitwa Tony Mivogi, kwamba nilikuwa namuona kuna mahusiano afu yani anaachwa yeye tu, anaachwa yeye kafika hatua ni kwamba kwenye moyo wake tena kupenda yeye, basi ukaamua ubebe film zake na kuziweka kwenye Sina Imani. Si idea. Unajua idea ukishaona nana, unajua mimi msanii au sio bwana, nikiwa kama msanii nikipata idea mimi naitendea kazi, nipita kwenye idea yake. Kwa haraka mtu ambaye atakuwa bado hajaisikiliza hiyo ngoma yako ni Sina Imani, unaweza kumtengenezea imagination kwamba Sina Imani kutakuwa na kitu gani ndani yake? Inawezekana. Maana unaweza kuwa huna imani na wanadamu wanakuzunguka, au unaweza kuwa huna imani kwenye mapenzi, na au unaweza kuwa kwamba huna imani kwenye kitu chochote. Sasa mdau ambaye ndo kwa mara ya kwanza nasikia bwana Mwanji MC amedrop ngoma yake inaitwa Sina Imani, kwa haraka unaweza kumtengenezea picha gani kujipa hiyo? Hapo kwa wale ambao washai kuachika hapo wanaelewa kuhusu mapenzi. Yaani mapenzi kama mchezo wa kubeti. Wenyewe wanaelewa, wale ambao yani kila siku ya Mungu anaachwa, anaonga, anajitahidi, walichokuwa nacho anatoa hapo anaachika. Yaani hiyo ukimuuliza Mivogi anaelewa hiyo. Anaelewa hiyo. Basi tumepata kuona pia chupo umedrop like ilikuwa si teaser ile pale au visualizer sijui, lakini ilikuwa sio official video bila kama sijakosea. Sana budget yake ilikuwa imeenda kama ngapi hivi? Maana Mwanji msimu ufungua mwaka kibabe. Budget imeenda vipi bwana? Bwana, mambo ya management. Mambo mimi siku azungumzia kabisa. Mambo ya management na wewe si management nzima mzee wangu Mwanji MC. Tumeona mabadiliko na that's why tukakuuliza kitu kama hiko. Hata kidogo basi nataka tufahamu budget ilienda vipi pale. Zile chupa limetisha sana. Hapana. Mjini limenuka sana. Kunuka limenuka, lakini mimi sasa nasema ni Mwanji MC from Kibaa ama inakuwaje? Kibaa. Ulijifunza nini mpaka ukaona kwamba game inahitaji vitu ambavyo vyenye thamani kubwa mpaka ukaamua kufanya mageuzi kwenye Sina Imani, ukafanya visualizer kwenye video kubwa sana na yenye budget nzuri na mipangilio ikawa fresh kabisa na director wako akawa mzuri? Ni kitu gani ambacho ulijifunza kwa ndani ya mwaka 2026 mpaka ukaamua kufanya mageuzi ya kitu kama hicho? Inahitaji kukua. Kwa jana ulipiga audio hapa 7 Hits Media na ilikuwa ni mara yako ya kwanza, tukapiga story nyingi sana kuhusiana na muziki wako. And then mwaka huu pia tumekutana mapema sana hii Januari. Tunapata wasaa kuanzia Mwanji MC ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana, lakini pia kazi zake zenye weledi kubwa sana. Hata ukitaka kufananisha na mastaa wengine inakuwa kidogo unaweza ukapiga knockout. Ni kitu gani ambacho unazingatia hasa kwenye uandishi wa muziki wako? Ninazingatia idea, napenda kutoa idea ambazo zinafanyika, napenda pia kutoa idea ambazo hata mtu akisikia au akiona title ya ngoma yangu anatamani asikilize kitu nini. Maana ukiona Sina Imani na mapenzi, yani hiyo unaona hiyo mpya hiyo mpya. Kwa mtu anaona na mapenzi kivipi? Anatoka anasikiliza anachukua. Kwa tunahitaji kukua. Ulishawahi kufikiria hata siku moja kwamba tunaweza tukafanya collaboration kubwa na either my brother ambao wamekutangulia, lakini pia au wasanii ambao kidogo unaona wapo kwenye level ambayo wewe uko yako? Ulishawahi kufikiria kwamba tunaweza tukafanya collaboration au ndo mikakati ya management? Yani collaboration ziko nyingi sana. Yani collab ziko nyingi kweli. Yaani kitu cha muda unaona kama mkono unataka kukua, lazima tukue, watujue. Sisi tuko hapo kwa ajili ya kubaini kwamba hata inabidi tuvisie kwamba na collab na fulani, collab na fulani, tujue kwamba mwaka huu kweli Mwanji amewasha moto kama 7 Hits Media version. Sasa kama unajua management inanibana. Muziki ni muziki Mwanji, yaani hata kama ikiwa ni management ikawa ni surprise, lakini tukijua the media mafans wako pia wanajua kwamba kweli bwana mtu wetu
ametuandalia vitu vikubwa ndani ya mwaka huu, hata mmoja tu mzee. Lakini surprise unajua ni bora kwamba ukisikia mtu kufanya collab na mtu fulani, ukisikia kabisa kabla sijakwambia utakuona una shauku. Surprise 10 ukitaja moja inakuwa haina ubaya. Sisi tunataka tufahamu collaboration ipi ambayo umefanya hata na msanii mmoja ambaye tunaweza tukakiwasha vizuri tutakapoiachia hiyo collaboration. Ipo collaboration naweza kutaja moja na brother yangu Smarta Fit. Hiyo inatosha. Combination yenu uliunga vipi na Smarta Fit? Maana msije anafahamika kwamba ni mtu wa Bongo Flava na ilikuwaje mpaka mkalinki na kufanya kazi? Sasa sisi tunaimba muziki wa mjini. Unajua sasa hivi Singeli tushaelimika, tunafanya muziki ambao unaeleweka. Kwa hata mtu anaposikia muziki wangu, sauti zangu kwa Bongo Flava, akisikia katika zile beat zangu anasema mimi napita. Kwa kaona kuna sehemu anaweza akapita. Hivyo anaweza akapita na tunapita. Ni changamoto gani ambayo ulipata ukiwa unafanya kazi na Smarta Fit? Anamaanisha studio session. Changamoto ipi ambayo na hii isee hapa brother ni kati? Hamna changamoto. Kweli hamna changamoto. Au unaongea tu kwa sababu uko mbele ya media hapa huwezi kuzungumza. Unasema tu pale kwa changamoto labda kwa kutoka kwenye uandishi tulikuwa tunakizana labda hivi. Hamna, tupisi sana. Kati ya maproducer bora ambao unafanya nao kazi, naweza nataka nikwambie kwamba wapi mashavu wawili ambao unaona hawa Titi Potati tukistay kwamba tunafanya kazi nzuri na mimi mwenyewe na Freya Mwanje MC na mikakati yao iko vizuri ndani ya kibaa. Najua kwamba maproducer wako wengi, mimi nahitaji wawili kwamba kufanya nao kazi Mwanje MC na Freya. Mimi naona wote. Haiwezekani ukawa unaona wote. Yaani kuwa bora kati ya 10 wote wakawa bora. Hapana. Mimi nahitaji watu wawili. Wote. Mimi nataka wawili. Wote. Haiwezekani kuwa wote. Unakwamba kitu gani Mwanje MC? Mimi naona watu wanafanya vizuri, sema tu muda bado kusikika. Ndio hata ngoma zetu zinasikika kwa sehemu chache. Yaani bado haijawa vibe zaidi. Mimi na swali la kizusha. Yupi ni support wako mkubwa sana na kwa sababu gani kati ya baba au mama? Bwana watu wana support. Sema Faza ana support mpaka kwenye kusikiliza muziki. Kwa bibi mkubwa ana support. Japokuwa sio kwenye kusikiliza, lakini ana support pale kuwepo wewe kwenye uwezo wake wa kifedha. Lakini mzee ana support mambo yote. Kwa dusko kutoa na kwenye kusikiliza pia anasikiliza unachofanya. Unaniambia nini jamii ambayo inaamini kwamba muziki wa Singeli ni muziki wa kiume na wasanii wa Singeli wanakuwa wapewe heshima kama ile ambayo unahitaji? Muziki wa Singeli, muziki wa kiume ulikuwa zamani. Sasa hivi muziki wa Singeli ni muziki wa mjini. Kwa sababu tukizungumzia muziki wa Singeli sasa hivi ukienda kiwanda chochote cha starehe, wasanii wakubwa wote wa Tizuna washafanya Singeli. Kwa sasa hivi Singeli ndio muziki ambao una trend kwa sasa na ndio muziki wa Tanzania. Bwana Mwanje, tunamaliza katika kipengele chetu hapa kinaitwa Titi Potati. Kwa kuna maswali yangu matatu ambayo ninakuuliza, after then wewe unayajibu. Ambalo swali la kwanza linaenda kama hivi. Tukio gani kubwa ambalo unalikumbuka kabla hujawa msanii wa Singeli? Kabla sijawa sina, lakini nilipokuwa msanii wa Singeli kuna tukio ambalo nalikumbuka. Tukio gani? PK kupigisha magoti watu wote. Ilikuwa mwaka gani? Hiyo muda kidogo. Kama soko na mwaka 2017 hivi 18 alicheza ile tukio alikali limemeki historia kwa upande wako naye mpaka mwaka huu 2026 bado linakufahamu unalikumbuka. Ni kwamba tukio lilikuwa kubwa sana. Hakuna wao kufanya kwa Singeli kupisha watu magoti kwenye uwanja na wote wakapiga. Mwanje wewe ni Mtanzania hivyo, si ndio? Hivi anatokea mtu anakuambia neno Tanzania lina herufi ngapi unamjibu? 8. Huu ni moja wa mstari ambao umeandika katika ngoma zako. Kimi sijui ni ngoma gani. Mimi nitakusomea after then wewe utaunganisha kama ulivyo. Ushanitia aibu sana mtaani, ukaona haitoshi ukapita na majirani. Baba Juma Kikongwe ana miaka 90. Baba Juma Kikongwe ana miaka kama 90. Najiuliza maswali hivi ulimpendea nini? Mbaya zaidi promoter ana ukimwi na kulaumu sana hivi umempa kwani? Hiyo kumbe muongo. Kwa nini kumbe muongo? Ilikuwaje hapo kumbe muongo hapo kaanzia na miaka 90 hapo Titi Mwanje kwa vipi hapo? Hiyo ndio tunasema kwa idea, yani napenda kwa idea ambazo zitafanya nini unisikilize kwamba kumbe muongo ni idea muda mrefu na inaishi mpaka leo. Ukizungumzia kumbe muongo ni kwamba ushongo pia na demu hapo unamkubali, unampenda, unaishi naye afu kurudi nyumbani vibweka. Mtu haitoshi anatembea na mtu ambaye hata wewe hakupati kivovote vile. Mali anabiliga kata. Naumiza mtu brand star then anatembea na Kikongo miaka 90 inakata. Sijazungumzia mimi si brand star si mimi. Bwana kufika hapo mimi nadhani mimi na wewe tutakuwa hatuna la ziada, lakini nikupe mashavu ya kutoa shout out kwa mashabiki zako, chochote ambacho una feel kuzungumza nao, lakini pia kuwafahamisha wale ambao wamfahamu Mwanje MC anapatikana vipi katika mitandao ya kijamii.
Bwana, mimi naitwa Mwanje MC kwenye mitandao yangu yote ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, yani kote Mwanje MC. Nipo 7 Hits Media, tumekiwasha. I hope utakuwa umemsikiliza Mwanje MC, na mimi kufikia hapo kupitia Mwana Kitaa nitakuwa sina la kuzungumza. Ulikuwa nami Dully Tony, hii ni 7 Hits Media, tumekiwasha. 7 Hits Media, tumekiwasha.